Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Na ikiwa ni Aprili 26, ulinzi wetu pekee katika maonjo na majaribu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. Zaburi 119 mstari wa 105. Na tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa upendo wako katika maisha yetu. Asante kwa asubuhi hii njema tena, tunapojifunza maandiko yako matakatifu. Kwa pamoja nasi tupate Roho Mtakatifu atuongoze kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Mungu ametupatia neno lake kuwa taa ya miguu yetu na mwanga wa njia zetu. Mafundisho yake yana uhusiano muhimu mno kwenye mafanikio yetu katika mahusiano yetu yote maishani. Hata katika mahusiano yetu ya kawaida, litakuwa kiongozi mwenye hekima kuliko mshauri mwingine yoyote. Maagizo yake matakatifu ni njia pekee ya mafanikio. Hakuna nafasi ya kijamii wala awamu ya uzoefu wa mwanadamu ambapo usomaji wa Biblia si hitaji muhimu. Biblia ni kiwango kikuu cha mema na mabaya, ikieleza kwa uwazi zaidi dhambi na utakatifu. Kanuni zake zilizo hai zinapatikana maishani mwetu mote kama nyuzi za dhahabu. Ni ulinzi wetu pekee katika majaribu na maonjo. Biblia ni ramani inayotuonesha alama za barabarani za ukweli. Wale ambao wanaifahamu vizuri ramani hii watawezeshwa kusoma kwa namna ambayo watakuwa na uhakika katika njia ya wajibu wao popote watakapoitwa kwenda. Biblia ina mfumo sahihi na mkamilifu wa teolojia na falsafa. Ni kitabu kinachotufanya kuwa wenye hekima hata kufikia wokovu. Inatuambia namna ya kuyafikia makao ya furaha ya milele. Inatuambia juu ya upendo wa Mungu kama ulivyoonyeshwa kwenye mpango wa ukombozi, ikitoa maarifa muhimu kwa ajili ya wote. Maarifa ya Yesu Kristo. Yeye ameletwa kwetu na Mungu. Yeye ni mwasisi wa wokovu wetu. Lakini mbali na neno la Mungu, hatungeweza kuwa na elimu kwamba mtu kama Bwana Yesu aliwahi kutembelea ulimwengu wetu, wala elimu yoyote ya uungu wake kama ilivyoonyeshwa kwa kuwepo kwake pamoja na Baba hapo kwanza. Biblia haikuandikwa kwa ajili ya wanazuoni pekee. Kinyume chake, ilikusudiwa kwa ajili ya watu wa kawaida. Kweli kuu zilizo muhimu kwa ajili ya wokovu wetu zimewekwa wazi kama jua la mchana kweupe, na hakuna watakaokosea au kupotea njiani mwao isipokuwa wale ambao wanafuata maamuzi yao wenyewe badala ya mapenzi ya Mungu yaliyofunuliwa wazi. Neno la Mungu linachoma kila sifa mbaya ya tabia, likimfinyanga mtu kabisa ndani na nje, likishusha kiburi chake na kujitukuza nafsi, likimwongoza kumleta Roho wa Kristo katika majukumu makubwa na madogo ya maisha. Linamfundisha kuwa thabiti katika utiifu wake kwa haki na usafi, na wakati huo huo daima kuwa mwema na mwenye huruma. Ongezeko la thamani ya Biblia linakuwa kulingana na jinsi inavyosomwa. Kwa njia yoyote ambayo mwanafunzi anaweza kuigeukia, atapata kuona onesho la hekima isiyo na kikomo na upendo wa Mungu. Kwa yeye ambaye ameongoka, neno la Mungu ni furaha na faraja ya maisha.
Roho wa Mungu anaongea naye na kisha moyo wake unakuwa kama bustani iliyomwagiliwa maji. Utasoma The Signs of the Times la Juni 25 mwaka 1902. Moyo ambao umetunzwa pamoja na kweli zenye thamani za neno la Mungu unaimarishwa dhidi ya majaribu ya Shetani, dhidi ya mawazo machafu na matendo machafu. Utasoma Youth Instructor la Julai 28, 1892. Huu ni mwisho wa somo letu la Aprili 26, ulinzi wetu pekee katika maonjo na majaribu. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri. Tunajikabidhi kwako, tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi na masomo haya yakatubadilishe maisha yetu kuendana sawa sawa na mapenzi yako. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo. Amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu